kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Nenda pale, andika maoni yako vizuri, mimi nayaona na mambo yanakuwa mazuri kweli kupitia hapo. Karibu tuendelee kutazama taarifa nyingine nyingi ambazo tumekuandalia kupitia kwenye Morning Express. Yapo tuliozungumza kutokea ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia na ukanda huu wa Afrika, na sasa tukatazama yanayoendelea huko duniani kupitia kwenye Morning Express. Na miongoni mwa taarifa kubwa ni ziara inayotarajiwa kesho tarehe 13 mpaka 15 ya rais wa Marekani Donald Trump kule China. Wamethibitisha jana, China wamethibitisha kwamba ziara hiyo ipo kabisa, na rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni, atakwenda China na katika atakayokwenda kuyafanya kule, kwa mujibu wa taarifa iliyotoka jana, ni pamoja na masuala ya kibiashara, lakini pia kujadili vita ya Irani. Tunakutana na rais Xi Jinping wa China. Mataifa makubwa haya ambayo yakisema he tunasema ho. Kabisa. Yani hawa wanatajwa kwamba ndio wafanya maamuzi wa dunia wakati mwingine pia. Ziara hii na mkutano huu unaweza kubadilisha chochote kwenye upepo wa dunia, hususan dunia sasa hivi ikihangaika kutuliza upepo ili uchumi utulie. Kwa sababu sasa hizi dunia baada ya kwamba wameacha kupigana, lakini bado tumerudi kwenye mifuko. Sasa dunia inakuwa ngumu kuishi, hali ni ngumu. Ni kweli, hawa ndio wana uchumi, wanaweza kaamua lolote. Bila shaka inawezekana, kwa sababu kwa uchumi na uimara hata wa maeneo mengine, kiusalama, kijasusi, Marekani ni nafasi ya kwanza na China ni nafasi ya pili katika ulimwengu. Na utakumbuka kwamba tangu kuanza kwa kampeni na hata kabla, China kwa muda mrefu sana amekuwa mshirika mkubwa, sio tu wa kiusalama na hata kiuchumi kwa taifa la Iran. Na hata katika siku za mwanzo, wakati Iran anaweka sharti la kulipa dola milioni 2 kwa kila meli inayopita Hormuz baada ya mgogoro baina yake na Marekani kuanza na Israel, masharti ilikuwa ni kwamba hizo dola milioni 2 zilipwe kwa yuan, na yuan ni fedha ya China. Kwa hiyo unaweza kaona ni kiasi gani ushawishi wa China ulivyo, si tu katika sekta ya uchumi kwenye mafuta au gesi, lakini pia hata katika masuala mengine nje ya hayo. Sasa Marekani kwa muda mrefu sana, tutakumbuka, amekuwa akimshutumu China, ukiacha ile vita yao ya kodi tangu Trump alivyoingia madarakani. Amekuwa akimshutumu China kuisaidia nchi hiyo kisirisiri au kupitia mlango wa nyuma, silaha, taarifa za kijasusi katika mashambulizi yake ambayo wamekuwa akifanya katika base zile za Marekani Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Trump kwenda kuonana na Xi Jinping inaweza kwa namna moja au nyingine kutuliza katika mazingira gani? Kwamba moja, kwa sababu China ni mshirika mkubwa wa karibu sana wa Tehran, pengine inawezekana Marekani ikawa inaamini kwamba kufanya hivyo inaweza ikasaidia kujaribu kuweka pressure au kushawishi taifa hilo kuweza kurudi nyuma na pengine kukubaliana na masharti ambayo Marekani amekuwa akisisitiza yawe sehemu ya makubaliano yao, hasa swala la nyuklia ambalo Iran ameendelea kusisitiza kwamba yeye asingetaka liwe sehemu ya mazungumzo ambayo yanaonekana kukwama. Lakini sababu ya pili, utakumbuka kwamba China kwa kiasi kikubwa amekuwa akionekana kuwa kinyume sana na hatua mbalimbali ambazo Marekani anatamka dhidi ya Teherani au mataifa mengine, hata Venezuela na kadhalika, hasa kwenye upande wa vikwazo. Kwa hiyo inawezekana pia hii ziara inakusudia kujaribu kuyalainisha mambo, kukumbushana kwamba sisi kiuchumi, kiusalama, unajua tuko daraja moja, na hawa ambao tunasuguana kimaslahi wako chini yetu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza kuelewana, kwa sababu mwisho wa siku vyovyote vile mambo atakavyokuwa, sisi bado tutabakia kuwa hapo na wao wataendelea kuwa hapa. Ziara hii ilikuwa ifanyike mwezi Machi mwaka huu, lakini ikaahirishwa kutokana na yaliyokuwa yakiendelea bila shaka Mashariki ya Kati. Mapema China ilikuwa imesema kuwa mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu sana kwa biashara ya dunia, na kwamba kufunga
si sahihi au sio uamuzi sahihi. Kwa hiyo haya pia yanatarajiwa kwenda kujadiliwa ndio kwenye mkutano huo wa marais wawili, Donald Trump dhidi ya Xi Jinping, rais wa China. Sisi tusubiri kesho. Na utakumbuka kwamba wakati mlango bahari wa Hormuz umezuiwa kwa ajili ya meli zinazobeba bidhaa za Marekani au Israel kwenda katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu, meli za China ziliendelea kupita. Nakumbuka. Kwa hiyo kitendo cha Marekani kwenda kuonana Xi ni kama namna ya kusema kwamba sawa, wewe unaonekana kidogo kwa upande fulani, unapewa upendeleo, unapendwa na hawa, lakini bado unaweza kutumia huko kupendwa na adui yako kushinikiza adui yako aondoshe vikwazo hata kwetu sisi, kwa sababu unajua sisi wote ni daraja moja. Sisi bado ni daraja moja. Niendelea kukumbusha kwamba haya yanajiri wakati ambapo Marekani na Irani mapendekezo yote waliopiana wote wamekatana. Kuna mtu ambaye amekubali pendekezo la mwenzake na Irani taarifa yake ya mwisho kabisa amesema wakiinama tunainuka, wakiinuka tunainama. Kwa hiyo watakachofanya tunafanya. Na sababu ya tatu inaweza pia ikawa ni kujaribu sisitiza Beijing pengine kutumia ushawishi wake kutomtaka Iran kurudi kwenye mashambulizi, kwa sababu kinachoonekana mpaka sasa hivi ni kama Marekani hana utayari sasa kutokana na kinachoendelea ndani ya nchi. Ni kama Marekani hana utayari wa kurejea katika kampeni ya mapigano yale ya mashambulizi yalivyokuwa kabla, baada ya haya hizi ceasefire ambazo zimekuwa zikijitokeza kwa mfuatano. Marekani ni kama hataki, kwa sababu ya hali na ya ukosoaji unaendelea. Nilikuwa naangalia takwimu za The Guardian wiki iliyopita, mpaka sasa hivi katika kila Wamarekani 10, Wamarekani 6 wote wanaonekana kuwa kinyume na kinachoendelea Iran na namna ambavyo utawala wa Rais Donald Trump unakishughulikia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba inawezekana Marekani anajaribu pengine kutafuta namna ambavyo kwa namna yote ile Iran hawezi kufanya mashambulizi mengine, kwa sababu hataki tena kufanya mashambulizi zaidi, isipokuwa anataka pengine warudi Islamabad kwa ajili ya mazungumzo zaidi, au basi angalau hata muda ule wa kusimamisha mapigano uendelee kujitokeza. Kumbuka Donald Trump anakabiliwa na uchaguzi wa katikati mwa muhula mwezi Novemba, na kwa jinsi mambo yalivyokaa kisiasa na ushawishi wake kuendelea kushuka, inaonekana kabisa kwamba inawezekana kapoteza ushawishi hata katika mabunge yote mawili, kwa maana Congress na Senate. Kwa hiyo hataki hiki kilichokwisha kutokea kirejee tena. Morning Express. Si nataka kupunguza msaada wa kifedha na kijeshi ambayo Marekani inatoa kwangu, yani Israel, hadi sifuri. Ni kauli ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amesema nchi yake inaanza kupunguza taratibu kutegemea misaada ya kijeshi ya kila mwaka kutoka Marekani. Taki tena kusaidiwa, taki tena msaada ya Marekani. Netanyahu alisema Marekani huipa Israeli dola bilioni 3.8 kama msaada wa kijeshi kila mwaka. Anataka ifikie sifuri, wawe hawategemei tena. Unajua, umenikumbusha kitu kimoja. Mtaalamu wa sayansi ya siasa wa Ufaransa ndiye aliwahi kuzungumza kwamba kuna tofauti ya siasa halisi na kitu anachoita le politique de ventre au politics of the belly au siasa za tumbo. Sasa hii sitaki kuamini kwamba ni siasa ya kweli. Kwa sababu kwa nini nasema hivi? Marekani ndio mshirika mkuu wa vitu vyote, wa maeneo yote wa Israeli tangu hata kabla ya kuanzishwa kwa taifa lao mwaka 1948 baada ya Uingereza. Sasa najaribu kufikiria kwamba hii kauli ya Netanyahu ina uthabiti kiasi gani katika mazingira ambayo ukiacha huyo Marekani na Uingereza, hakuna mshirika ambaye ana uwezo wa kuwapa usaidizi huo wa kila mwaka wa dola zaidi ya bilioni 1.
Na watu wafahamu tu miaka ya hivi karibuni, yani ambayo Marekani taarifa yao ya mwisho walioitoa wametenga dola bilioni 38 kwa ajili ya Israeli pekee kama msaada wa kijeshi kwenda Israeli kwa miaka michache iliyopita na ambayo inaendelea. Kwa sasa Israeli inasema kwenye kiwango hicho inaanza kutoa kidogo kidogo mpaka ibakie sifuri. Yaani najaribu kufikiria, nafikiria mbadala wake ni upi? Labda kujitegemea. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwa Mashariki ya Kati, katika zile nchi zote zilizomzunguka hakuna mshirika wake hata mmoja. Ndio hiyo watu tunajiuliza. Asia, umekusikia kweli kuna taifa lina support Israel kutoka Asia? Sasa washirika wake wakubwa wako ndani ya Umoja wa Ulaya, na Umoja wa Ulaya huo wenyewe nao mshirika wao mkubwa kiusalama na hata kiuchumi ni Marekani. Huyo kwa dakika moja, inawezekana kilichotokea kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati, mapigano na Irani, kimeanza kuifundisha jambo Israeli kwamba exactly ndicho ambacho nitaka kuzungumza, kwamba unajua kuna namna, kuna paradigm shift inaonekana kutokea kwa Marekani. Israeli hakutaka hii vita iishe, hasa kwa sura hii ambayo Marekani anaonekana kuanza kujikurubisha nayo ya mazungumzo ya kukaa pembeni, kusisitiza hizi ceasefires za mfuatano. Israeli hii kitu haimfurahishi. Utakumbuka hata mazungumzo ya Islamabad yalivyoanza mwanzoni, katika hatua ya awali alisema hatuna utayari nayo, na hakutuma mwakilishi yote yule, au mwana diplomasia au hata wawakilishi wa wanasiasa au wanajeshi. Kwa hiyo inawezekana hii inaofanya kuona kwamba pengine Marekani huko mbeleni anaweza kawa si mshirika mzuri sana. Kwa hiyo tutafute namna gani ambavyo ama sisi wenyewe tunaweza kujitegemea ndani ya nchi, au kutafuta washirika wengine ambao ni wa uhakika. Sasa swali ambalo bado linazunguka katika akili yangu ni mshirika gani mwenye uwezo wa kiuchumi kama Marekani ndani ya Umoja wa Ulaya au ndani ya NATO ambaye anaweza kachukua nafasi hiyo ya Marekani, ambaye pia anaamini kwenye falsafa za Israeli, lakini pia anayeamini katika falsafa za Israeli, hasa hizo za Uzayuni. Trump ni mpinzani wa nchi zote duniani. Anaitwa huyo, anasema China atamwachia hewani huyo. Anataka historia ya ubabe. Alishangiwa Tanzania OG, asante kwa ujumbe wako. Emmanuel amekuwa mjanja baada ya kuona Afrika tunaanza kutoka kwenye umaskini kwa kuwa Dangote anajenga kiwanda cha kusafisha mafuta na yeye amemwaje huku Kenya. Haya bwana, asante sana Festo Tarimo. Sisi tutarejea hapa kwa ajili ya wino mzito na mengine mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Bakia nasi.